Dr. John Duma, mkurugenzi mkuu WCF, karibu sana. Nashukuru sana. Nataka tuanze moja kwa moja kuhusiana na WCF. Najua ni naweza kuita chombo kichanga ingawa kina miaka 10. Maana yake nini? Watu wakisikia fidia nafikiria hela nyingi tu kulipa watu fidia. Maana yake nini WCF? Asante bwana Kikeke. WCF kama inavyojitanabaisha kwenye jina lake ni mfuko wa fidia kufanya kazi, Workers Compensation Fund. Sasa mfuko huu ulianza kazi zake mwaka 2015 ukiwa na jukumu la kulipa fidia kwa ajali au magonjwa yatakayotokana na kazi. Sasa hiki ni chombo rasmi cha kufanya hilo jukumu. Kabla ya hapo, Tanzania ilikuwa inatumia sheria nyingine ya zamani iliyotungwa mwaka 1949. Yenyewe ilikuwa inaacha ile jukumu la kulipa fidia kwa mfanyakazi anayepata ugonjwa au ajali inayotokana na kazi kwa mwajiri wake. Lakini kulikuwa na machangamoto mengi sana. Mwajiri anaweza akawa ameshafilisika, wewe una ulemavu, kiwango kilichokuwa kinalipa kilikuwa kichache. Kwa hiyo wisdom ikaja kwamba inabidi kuwe na chombo ambacho kitakusanya kidogo kidogo kutoka kwa ajiri na kutoka kwenye hili kapu kubwa. Sasa atakayepata madhila yanayotokana na kazi na ajali zinazotokana na kazi, magonjwa yanayotokana na kazi, basi yalipwe. Kwa hiyo ndio kimsingi WCF. Nani anaendesha hiki chombo? Sasa hiki ni chombo cha serikali. Kwa maana kwamba kinaundwa na sheria ya serikali na ni chombo cha serikali. Lakini katika kukisimamia chombo hiki kinasimamiwa na bodi ambayo inaundwa na utatu. Katika masuala ya kazi kuna hii dhana ya utatu kwamba kuna mwajiri, kuna mwajiriwa, kwa maana mfanyakazi, lakini pia kuna serikali hapo katikati. Kwa hiyo hata bodi ya chombo hiki inaundwa hivyo hivyo, lakini inapokuja kwenye swala la kuendesha shughuli zake siku kwa siku, basi shughuli hizi zinasimamiwa na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kufanya kazi ambaye ndiye mimi. Na kazi yako ni uteuzi wa rais? Ndio. Ndio. Umenitajia kwamba waajiri ndio wanachangia. Naam. Waajiri wanachangia nini? Katika utaratibu wa mfuko wa fidia kufanya kazi hapa kwetu na hata mahali kwingine ambapo mfuko huu umeanzishwa, ni mfuko ambao unafuata kanuni moja ya kwamba hakuna aliyefanya kosa katika mwajiri, na hivyo mwajiri yeye anachangia kitu kidogo kwenye mfuko. Kile kilichochangwa ikitokea madhila yanayotokana na kazi kinachotwa kwenda kumtibu huyu aliyepata madhila haya na kulipiwa fidia. Ila na yeye sasa katika arrangement hii kwamba kwa vile amechangia peke yake, basi haingii kwa majukumu ya kumhudumia huyu kisheria au kimatibabu na vinginevyo. Kwa lile jukumu sasa linakuwa limehama liko huku kwetu kwa serikali, kwa maana kwa mfuko wa fidia wa wafanyakazi. Tofauti na labda arrangement zingine za mifuko ambapo unakuta mwajiri anachangia kidogo, mwajiriwa naye anachangia kidogo, alafu labda mnakutana kwenye aina fulani za mafao ya kipindi cha wakati au ya uko uzeeni na vitu kama hivyo. Ila kwa sasa arrangement za mifuko mingi ya fidia kwa wafanyakazi zinafuata hii kanuni ya no fault principle, na mwajiri akipata ajali inayotokana na kazi hamshitaki mwajiriwa wake. Mwajiriwa akipata ajali inayotokana na kazi hamshitaki mwajiri, bali anakuja WCF ili kuanza kupata redress. Na kama akiamua kwa sheria yetu kama ilivyo, akiamua kufuata utaratibu wa kimahakama, anaweza akafuata, lakini atakacholipwa na mahakama kitakuwa kinapunguzwa kwa kile ambacho angekipata kwenye mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Sasa ni kama anaambiwa uchague lipi, lakini wote tunafahamu gharama za kulitigate zilivyo kubwa. Kwa anaye litigate mwenyewe kama mwajiriwa, lakini pia hata mwajiriwa. Na actually moja ya faida kubwa sana ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ni kwamba kwa vile hili jukumu la kumtibu mgonjwa au mtu aliyepata ajali inayotokana na kazi limehamishwa, limeenda kwenye mfuko, na mwajiri anabaki na jukumu lake la kusimamia uzalishaji wake au utoaji wa huduma,
Hiyo ndio faida moja hapo, na anakuwa na uhakika kwamba mimi nikiwa na waajiriwa kiasi hiki, unaowalipa kiasi hiki, kila mwaka au kila mwezi natakiwa nilipe tu contribution yanayoenda WCF. Kuliko ikibaki hivi upate ajali alafu uanze kulitigate gharama za ziko hazitabiriki, ujue hata hiyo bili baada ya kesi kuisha utaletewa mzigo kiasi. Wanasheria na Ndio. ni wafanyakazi wote wanaruhusiwa kujiunga na Yes, kimsingi anayejiunga na mfuko ni mwajiri kwa sababu ndiye analeta mishahara. Kwa hiyo waajiri wote sekta ya umma na sekta binafsi iliyo rasmi wanapaswa kujiunga na mfuko kwa mujibu wa sheria, na kimsingi sio hiari. Hii ni contributory scheme ambayo ni mandatory, ni lazima, ni lazima, ni kwa mujibu wa kwa sheria. mujibu wa sheria. Kila shirika, kampuni rasmi inapaswa kujisajili na kuleta michango kwa mfuko wa fidia ya kufanya kazi, japo kwa sasa kuna taasisi chache zimeachwa, lakini nyingi ni zile ambazo zinadilima na shughuli za usalama. Lakini na uhakika kampuni mengi sana ambayo hata hayafahamu kwamba WCF ipo. Ndugu Kikeke, ndio maana tunakuja kwenye vyombo kama hivi ili kuendelea kutoa uelewa kwamba chombo hiki kipo na sheria ipo nikimtaka mwajiri kujisajili. Kwa hiyo kama kuna mwajiri ambaye kwa sababu nyingine ile sheria hii ameiruka kwenye kuitii, basi anapata taarifa ili adhabu ya kutojiunga ni nini kwa mwajiri? Kosa la kutojiunga kwa mwajiri ni kosa la jinai na adhabu zake zipo, na tunachokifanya sisi ukishindikana kabisa, of course sasa hiyo hatujapata extreme case ya hivyo, lakini ni kwamba kwa vile ni kosa la jinai tunakabidhi majukumu hili kwa DPP. Nishaburuza mtu yote mahakamani miaka 10 sasa. Tumeshawaburuza, lakini si katika aspect ya kujisajili, imekuwa zaidi ni kwenye aspect ya kuchangia. Lakini tunapotaka kuwaburuza na kuwa tumeshaandaa lile jarida kwamba wako sasa kwenye dakika za kwenda mahakamani, mara nyingi tumeona compliance inaongezeka na watu wale ambao tunawadai kama mfuko sasa wanakuja na kuanza taratibu zingine za kulipa kwa pamoja kwa mgupuo mmoja, au na wale ambao kidogo kulingana na changamoto za cash flow, basi wanaweza wakaomba kuingia mkataba na mfuko wa kulipa kwa installment. Kwa hiyo hii route ya kwenda mahakamani bado ipo, lakini imekuwa ikitumika katika hiyo dhana ya kwanza kukumbushana katika masuala ya kwanza ya kiutawala, ikishindikana kabisa ndio last resort ya kumpeleka kwa DPP ili kupata redress kupitia upande wa litigation. Katika hii miaka 10 ambayo mmekuwepo, asilimia ngapi ya sekta binafsi na sekta za umma ambazo zimejiunga na mfuko? Kwa upande wa sekta ya umma unaweza ukasemea wote, kwa sababu kimsingi sasa hivi baada ya maboresho haya ya utumishi wa umma kila mwajiriwa wa umma anajulikana alipo na mishahara iko kwenye senta moja. Pale mlipaji mkuu wa serikali anapolipa watumishi wa umma, na yeye anajua kwamba payroll yake inabidi iwe na makato yanayoenda WCF. Huko kwa upande wa sekta binafsi ndio ambapo compliance ni ya kufuatilia, na tunafuatia on risk basis kulingana na vihatarishi vinavyoonekana kwamba labda pale yule anachokisema sicho, anatuletea payroll ambayo sio sahihi au hajalipa na vitu kama hivyo. Lakini kwa maana wangapi tumewasajili, kimsingi tumesajili karibia 96%. Sasa 96% unaweza ukasema tunaipataje? Mifumo yetu inasomana na mashirika mengine ya serikali, nasomana na mashirika yote ambayo pia anadili na huyu mwajiri. Kwa hiyo anapoajiri mtu kule, na sisi tunamuona kwa namna moja mengine, akiibuka na akijisajili TRA, akijisajili NSSF, akijisajili akitaka tenda kupitia mifumo yetu ya PPRA NeST kule, tunamuona. Kwa hiyo unakuta at any moment in time tunakuwa na watu ambao tumeshawaona, kinachobaki sasa ni kuwafikia, tunakuhakikisha kwamba wanajisajili. Hiyo ndio ambayo inatufanya tuweze kusema tunayo asilimia 96 ya wale tunaowafahamu kama waajiri hapa nchini. Na kwa
waajiriwa sasa, kwa sababu pia na wenyewe wanatakiwa wajue hiki kitu. Ufahamu wao ni uko kiasi gani kufahamu kwamba kampuni yangu inatakiwa ijiunge na WCF na kuchangia? Ufahamu tunaendelea kukuza kwa kiwango fulani. Sisi kuna survey ambayo tunaifanya, tunaita survey ya kupima utoshelezi wa ubora wa huduma zetu, na tunafanya mara moja kwa mwaka. Ukiangalia zile survey zetu zinaonyesha kama 70% hivi watu wanafahamu majukumu haya, lakini kitu ambacho tunakifahamu ni kwamba kuna baadhi hawajui kwamba hapa alipo mshahara wake unavyotolewa anapaswa, sio yeye anayekatwa, lakini mwajiri anapaswa kutenga kwa ajili ya kumlinda yeye, kutenga kiasi fulani kulipa WCF kwa ajili ya kumlinda yeye. Na kinachochangia pia uelewa kidogo uwe chini ukilinganisha labda na wengine ni kwa sababu kwa vile hakatwi, hata salary slip haisomi yale makato, kwa sababu na uhakika katika kipindi cha miaka 10 kuna watu wameumia, ndio na mwajiri akakaa kimya na yule mwajiri akaenda kujitibu mwenyewe. Hiyo inawezekana ikawa imetokea, na kinachotokea wakati mwingine ni kwamba akishagundua kwamba nimeumia na napaswa kutibiwa na mfuko wa fidia kufanya kazi, anaanza kufuata zile taratibu za kufuata madai. Sasa unaweza kukuta na ameshatokea na tunazo kwenye record kwamba anapofuatilia ndio anagundua kumbe mwajiri wangu alikuwa hanichangi. Sasa sisi sheria ilivyo sasa hivi ni kwamba tutakuhudumia kama mteja wetu, afu sisi tutachukua sasa taratibu wa kisheria ule ambao nimeutaja kwa kumbana na mwajiri kwamba ilikuwa na jukumu la kufanya hivi lakini hukulifanya hivyo, kwa hiyo sasa inabidi ulitekeleze. Sasa hii ya kufanya retrospectively ni makosa, lakini administratively ikitokea hivyo ndio tunavyofanya. Vinginevyo huyu mwajiriwa ungemwadhibu kwa kosa la mwajiri wake kutoleta michango. Kwa hiyo sheria inatutaka sisi tuendelee kumhudumia wakati wote tukipambana sasa na mwajiri wake. Sasa kwa sisi waajiriwa tuna haki ya kwenda kumuuliza mwajiri na kusema kwamba umejiunga na unatoa makato yangu kila mwezi. Una haki hiyo, na kimsingi mwajiri wako, na wewe bwana Kikeke hapa ni mwajiri, hizi vijana wako kama unapaswa, moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuviweka bayana pamoja na leseni zingine ni kwamba unachangia mfuko wa fidia kufanya kazi. Kwa hiyo hilo liko hivyo, lakini pia sisi kwenye maadhimisho ya hii miaka 10 ya uhai wa WCF, Mungu jalia tutakuja na app ambayo sasa waajiriwa wenyewe wanaweza kalogin na kuangalia kama mwajiri ameleta michango na ameleta mchango wa mwisho mwaka gani. Sasa hii nimeanza kupigia chafo hii hapo. Itakapokuja pia tutakuwa na vibe lingine la kuitangaza ili kusudi waajiri waweze kuifahamu. Dr. Mduma, mnakusanya fedha nyingi bila shaka, na sio kwamba kila siku watu wanaumia. Hizi fedha zinafanya nini mnapokaa nazo? Hela nyingi, labda definition ya hela nyingi, lakini sisi tunakusanya 0.5% ya mshahara wa mfanyakazi. Kwa hiyo unaona ni kitu kidogo, kwa vile kwa ile arrangement ya kuleta kwenye kapu moja, baadaye unakuwa na kitu ambacho kinaweza kikafanya kitu kikubwa kwa yule atakayepata madhila yanayotokana na kazi. Wakati mfuko umeanza, tulikuwa tunakusanya 1%, 1% kutoka kwa waajiri wa sekta binafsi na wa sekta ya umma 0.5, lakini sasa hivi wote tunakusanya hiyo 0.5. Sasa ile hela tukikusanya tunalipa fidia, na mfuko wetu una majukumu ya hapo kwa hapo na majukumu ya kudumu ya muda mrefu. Mgonjwa anapaswa atibiwe, kwa hiyo inatakiwa saa zote huo liquid uwe na ukwazi wa kuweza kulipa watu wa huduma za matibabu. Mtu akipata ajali, tuna faulu inaitwa faulu la matibabu la fidia ya ulemavu wa muda mfupi. Wakati unaugua unapaswa ulipwe mshahara na WCF. Kwa hiyo unakuta kwamba lazima una ukwasi wa kuweza kufikia majukumu haya kwa muda mfupi. Lakini pia mtu ambaye ameumia zaidi ya 30%, ulemavu wake ni zaidi ya 30%, na madaktari ndio wanaopima huu ulemavu. Wakishasema huu ulemavu umefikia 30% na zaidi, wewe unaingia kwenye kulipwa pensheni kwa maisha yako yote. Kwa hiyo sasa hilo ni jukumu ambalo kile tulichokukusanya leo ile 0.5
lazima uiwekeze mahali ili itengeneze uwezo wa kumlipa huyu mtu kwa maisha yake yote. Kwa hiyo jukumu mojawapo la mfuko wa fidia kufanya kazi likisha kusanya na kulipa fidia, kinachobaki ni kuwekeza, na tunawekeza kwa kufuata taratibu za BOT. Sisi katika upande wa uwekezaji tunasimamiwa na BOT. Kuna hii aspect ya usimamizi wa hifadhi ya jamii. Hii tunasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu moja kwa moja, lakini aspect ya namna tunavyowekeza hela, kuhakikisha kwamba hii hela inawekezwa mahali penye tija, iko salama na itaweza kufanya mfuko uhimilivu kwa siku zijazo, ni kanuni zinazotolewa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa mwajiriwa ambaye anatutizama sasa hivi, akiumia kiasi gani anatakiwa kuja kwenu? Mwajiriwa yeyote akiumia na kaanza kupata matibabu, yale matibabu yaliyotokana na madhila ya hii ajali au ugonjwa unaotokana na kazi, ni jukumu la WCF. Matibabu yeyote yaliyotokana na ugonjwa unaotokana na kazi ni jukumu la mfuko wa fidia kufanya kazi, ila ile malipo ya ulemavu yenye sasa itategemea kweli kuna ulemavu ama hakuna. Na hiyo itakuwa ripoti ya daktari. Na hiyo ni ripoti ya daktari. Sasa ule ulemavu wa muda mfupi tulikuwa tunazungumzia ni ulemavu, sio ulemavu kwa maana labda nini, ni kwamba tu unashika kazi umevunjika mguu. Unaweza kuwa umevunjika mguu, lakini unaweza tu ukanyaga ngazi vibaya, umeteguka na ule mguu kakufanya usiweze kutekeleza majukumu yako vizuri. Ukipewa light duty, kazi nyepesi, ni jukumu la mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kukulipia mshahara mwingine uliobaki. Kwa hiyo mara nyingi tunakokotoa nusu ya mshahara tunalipa. Ukipewa kupumzika moja kwa moja, whether umelazwa au umeambiwa tu ukapumzike kwa namna nyingine yote ile, hapa ni jukumu la mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kukulipa huo mshahara. Na hii inakuja unapoanza kulazwa kuanzia siku 3 na kuendelea. Kwa hiyo kama umelazwa pungufu ya siku 3, mfuko wa fidia kwa wafanyakazi hautakulipa fidia ya ulemavu wa muda mfupi. Kwa hiyo umeona jinsi ambavyo ilivyo. Matibabu yeyote yale, as long as hicho kinachotibiwa kimetokana na ajali inayotokana na kazi au ugonjwa unaotokana na kazi. Dr. Mdumo, utanisahihisha kama nakosea, lakini watu wengi wanafahamu kufanya kazi na taasisi za serikali kuna kuwa na urasimu mkubwa sana. Mtu amepata tatizo, mwajiriwa, inachukua muda gani yeye kuweza kuanza kuhudumiwa? Maana kuna fomu gani za kujaza na inachukua muda gani kuweza kupata hiyo huduma ya kuangalia? Mfuko ulivyoanza ulikuwa huko kianalogia, lakini sasa hivi mambo mengi yako kidijitali. Kwa hiyo kama ikitokea ajali hata hapa kwako, ni jukumu tu la HR wako kuingia kwenye poto yetu kutuletea taarifa. Ile taarifa ikipokelewa, kwa vile imetokea kwa HR, tunaamini ni ajali inayotokana na kazi. Kwa hiyo itatoa report, itatoa form. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni manual form, anajaza analeta, inaweza kuchukua muda mrefu kidogo. Ilikuwa inachukua muda kidogo, lakini sasa ni online. Kwa hiyo ukishaingia, ukikamilisha kujaza, inatoka namba ambayo inakuruhusu kuingia kwa watu wa huduma wetu. Mahospitali yote makubwa hapa Tanzania mpaka ngazi ya mikoa yote tuna mikataba ya kuwatibu wagonjwa wanaopata ajali au magonjwa yanayotokana na kazi. Mashirika ya bima makubwa yote unayofahamu hapa Tanzania tuna mikataba nayo. Kwa hiyo unaweza ukatibiwa kupitia hilo shirika, alafu lile baadaye ndio likatuletea bili kwa ajili ya kulipa kile ambacho lenyewe ule mgonjwa alionekana anatumia kadi yao, lakini kimsingi baadaye kwa vile ni ugonjwa unaotokana na kazi au ajali inayotokana na kazi, basi sisi ni jukumu letu kumrudishia. Miaka 10 WCF na nasikia mambo mengi tu mazuri, lakini tukitazama katika kipindi cha miaka mingi iliyopita, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani, mchango wake umekuwa kiasi gani katika kutizama huu mfuko unaweza kushamiri? Kuna mabadiliko mengi ameyafanya tangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, achukue madaraka ya nchi hii. Kisheria kwa mfano, alivyoingia
alikuta mfuko unatoza 1% ya mshahara kutoka kwa sekta binafsi, lakini akaona kwamba kuna sababu ya kuleta uwiano. Kwa hiyo wote sasa sheria inasema watatozwa 0.5 ya mshahara. Dhana ya kwanza ilikuwa ni kwamba labda watu wa sekta binafsi wana vihatarishi vingi, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba sehemu nyingi tunacheza sawa. Uzoefu utakavyoendelea kukusanyika na takwimu zinavyokuja na haya masuala ya AI, labda baadaye tunaweza tukaanza kutofautisha kile kinachomtoza mtu kulingana na vihatarishi kabisa, kwa ila sababu kwa sasa sasa kazi mgodini na mtu mwingine anafanya kazi ofisini. exactly. Lakini kwa sasa kwa ajili ya administrative business tuko kwenye flat rate ya pande zote. Kwa hili ni badiliko moja, lakini unavyoliona hivi kwa mwajiri mwekezaji, yeye ni relief kwa mazingira yamekaa vizuri kwake, amepunguziwa kwa 50% ya kile alichokuwa anakichangia miaka 5 iliyotangulia kabla mama hajachukua madaraka. Sasa hii ni advantage kwake. Lakini lingine kwenye sheria hizi, sheria wakati imetukwa mara ya kwanza ilisema atakayechelewesha mchango atatozwa 10% kwa mwezi ya kile alichokichelewesha. Bwana Kikeke, 10% kwa mwezi kwa mwaka atakuwa kiasi gani? Kwa hiyo deni la mwezi mmoja ukikaa nalo miezi 12 ni deni kubwa, limekuwa deni kubwa, linaweza likakufirisi. Kwa hiyo alivyokuja tena na lenyewe ile ikaonekana kwamba naona halina tija. Labda wakati tunafikiria mara ya kwanza hatukuweza kuona aspekti nyingine ya kuharibu mazingira ya biashara. Kwa hiyo akalirekebisha hili. Kwa sasa hivi anayechelesha mchango japo hatu encourage, ila atakutana na penalty ya 2% kwa mwezi. Kwa hiyo ukiangalia itakuwa 20 kama 20 ngapi kwa mwezi. Kwa hiyo anakuwa discourage kwenda kuwekeza kwenye UTT ili atuletee hela na sisi tuendelee kuhakikisha tunazitumia kwenye majukumu ambayo yanapaswa kuyatekeleza mfuko. Lakini lingine alilofanya linalofanana na hilo ni kwamba alikuta sasa wale waliokuwa wanapaswa kulipa hii 10% kwa mwezi, deni limekusanyika halilipiki. Kwa hiyo na kwenyewe pia serikali yake ikatoa moratorium, msamaha ule wa lile riba tu lililokusanyika. Principal watu wakaambiwa jamani, deni liba pale pale, lakini ile riba serikali ikawaambia na afu mwanze kwenye clean slate na kuhakikisha kwamba compliance inapanda. Sasa haya kwa upande wa private sector ilikuwa ni kitu kizuri sana. Lakini haya yalifofanyika yalibidi na sisi tufanye tathmini, je, mfuko unaendelea mbele vizuri? Kwa hiyo tathmini ambayo imefanywa na wataalamu wa takwimu bima, actuarial evaluation, iliyofanyika mwaka 2022 inaonyesha mfuko wetu bado pamoja na mabadiliko haya uko imara na uko stahimilivu kwa miaka mingine 30 ijayo. Kwa hiyo unaona mabadiliko haya yaliyofanywa na awamu hii ya 6 yameimarisha sekta binafsi bila kuteteresha taasisi hii ya umma. Nimetaja tu kwa uchache, lakini kimsingi yako mengi sana. Mfuko wetu una afya, usiwe na wasiwasi wote. Tusiwe na wasiwasi, kwa miaka 30 ijayo tumeambiwa kwamba tuko vizuri kwa viwango hivi ambavyo tunakusanya. Mfuko uko vizuri. Hii sisi tunajifunzia wapi mtindo huu, au ni wa kidunia jinsi ilivyo? Hii arrangement ya Workers Compensation Fund, huu mtindo umeanza zamani. Actually katika tasnia ya hifadhi ya jamii, utaratibu wa kulipa fidia kwa anayeumia ulikuwepo miaka mingi sana, maelfu kwa maelfu, lakini ulipewa mfumo huu tunaoona wa kileo kipindi cha Bismarck kule Ujerumani wakati wa Industrial Revolution. Sasa ikaendelea kuevolve hivyo mpaka ilipofika miaka ya 1900 shirika la kazi duniani likairasimisha, na kuna convention ambayo kimsingi inadili na huu utaratibu wa kutoa fidia kwa wafanyakazi. Sasa ukaja kureplace kama nilivyokuja atangulia kusema ile arrangement ambapo kila anayeumia anatibiwa na mwajiri wake, ambapo
Kwa sekta binafsi ambavyo tunafahamu iko fluid, inaweza ikafa leo nini, watu walikuwa wanabaki wana madhila bila kupata chombo ambacho kitaendelea kuwahudumia. Hata kama yule aliyesababisha hiyo ajali atakuwa bado yeye hayuko kwenye operations. Dr. Mduma, kitu gani ambacho kinakuumiza kichwa ukifika ofisini ukakutana nacho ukasema manake kila kazi ina changamoto zake? Of course changamoto zipo na zikosekane, lakini changamoto ambayo tunakabiliana nayo ni hii ya baadhi ya waajiri kutoleta michango kwa wakati, ambapo inafikia mpaka kwenda kutishiana kwenda mahakamani. Hili nilikuwa na wasihi waajiri wadau wetu hawa kwamba ni jukumu lao walete hiyo michango ili kusudi wafanyakazi wao wawe covered throughout. Vinginevyo tukivutana mpaka kufikia kwenda mahakamani itakuwa sio vizuri, na hilo tusingependa litokee. Lingine, changamoto lingine tunakutana nalo kwa upande sasa wa beneficiaries wetu hao ambao wanalengwa na haya mafao, waajiriwa. Wakati mwingine wana matumaini makubwa sana kuliko uhalisia ulivyo. Formula zipo zinavyoonyesha jinsi ambavyo unafikia kwenye kile unachokimlipa. Ni kiasi cha ulemavu alichonacho mara 70% ya mshahara wake. Sasa kwa vile mishahara inatofautiana, lakini labda mmepata ajali sawa, mna ulemavu sawa unaofanana, anashangaa mwenzake ana kiasi tofauti na wewe, unaanza kuona kama kulikuwa na aina fulani imefanyika. Lakini kimsingi ni swala la uelewa, na hili nalo tunaendelea kufanya kampeni ziwe za kudumu za kuendelea kuelimisha waajiri na waajiriwa majukumu haya. Mdau tunatupa mkono. Msikia mzungumzia mabadiliko makubwa mengi ambayo amefanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika awamu hii ya 6. Ukipata nafasi ya sasa hivi kukaa naye na kuzungumza, utamwambia nini? Kwanza nitamwambia chombo chake hiki kiko salama kuwahudumia wananchi, na masuala ya fidia kwa wafanyakazi na huduma hii ya Social Security iko kwenye ilani ya chama ambacho anakisimamia kama mwenyekiti. Ibara ya 130 kipengele kidogo cha D kinataka sisi tujizatiti katika kutoa huduma hii. Kwa hiyo sisi tunamhakikishia kwamba kama mikono ya utendaji kazi wake tuko imara, tuko salama kwa ajili kuwahudumia raia wa nchi hii. Dr. Mduma, nashukuru sana kwa muda wako. Na kusema kweli umenifungua macho na nafikiri na uhakika watu wengi sana wameelewa, lakini asante sana. Na kama kuna elimu zozote unaweza kutoa, karibu sana wakati wote. Nashukuru sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.